hati hizi zitasaidia wananchi kutumia ardhi vizuri katika kukuza na kuongeza vipato vyao, kwa sababu watakuwa wanaaminika na kudhaminika na taasisi za kifedha. Kama mlivyotangulia kusema wataalamu kwamba sasa tumeingia kwenye mfumo kiasi kwamba tukitaka kukuza uchumi kupitia ardhi zetu tutakwenda kupata mikopo katika taasisi za kifedha. Ikitokea hata nataka kuwalisisha watoto wangu, nitakuwa na nyaraka sahihi ambayo itaweza kuwasaidia hata nisipokuwepo hapa duniani. Asante. Kwa baadhi ya maeneo ambako yanapimwa, sababu unapokuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi, kuna maeneo mbalimbali yanapimwa: makazi, hifadhi, malisho na vitu vingine. Kumekuwa na shida kubwa, unakuta maeneo, kwa mfano kama huku Mwenge Mkola tuna hiyo kesi, maeneo yaliyokuwa yametengwa kwa ajili ya malisho, kwa bahati mbaya sana yamevamiwa, aidha kwa watu kutaka, kwa makusudi, kwa kuelekezwa, na uendelezaji unaendelea. Kwa hiyo natoa wito, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa viongozi wetu wa vijiji na wadau wote wanaohusika. Hii tatizo tunalo katika hivi vijiji vya Mwenge Mkola, na ni tatizo ambalo pengine linapelekea kutishia utekelezaji bora wa mpango wetu wa matumizi bora ya ardhi. Lakini sisi kwa upande wetu tulikataa, tukasema hili tatizo litatatuliwa na huu mpango utatekelezeka. Tumeweka mipango ya ardhi hapo District Mwenge. Tuheshimu. Mkurugenzi wa halmashauri amesema hapo. Tuiheshimu, tusipuuze. Tuwe wastaarabu ndio mipaka ambayo tumejiwekea. Ili kuondoa ambao nimeyasema, migogoro ambao sio lazima kwenye maeneo yetu. Ardhi tusaidie kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Isiwe sehemu ya kuturudisha nyuma. Kila siku tuwe tunashinda tu kwenye maeneo ambayo sio. Yaani kwa sababu ya ardhi yetu hii, kila siku niko baraza la kata. Kila siku niko niko nini? Ile baraza la wilaya. Kila siku hapana. Ardhi tutoke kwenye eneo moja kwenda eneo lingine. Ndio lengo la Dr. Samia Suluhu Hassan. Ardhi ibadilishe maisha yetu. Haipaswi kupindua maisha. Zoezi hili linafanyika kwa kushirikiana na wananchi wa makundi yote ya watumiaji wa rasilimali za ardhi. Jumla ya hati za hakimiliki za mila ambazo zimeandaliwa ni 576. Idadi hii inafanya jumla ya wananchi 1973 waliomilikishwa ardhi kwa hati za kimila, hakimiliki za kimila wilayani Sikonge kuweza kuwezeshwa. Wezesha uandaaji wa mipango kina katika vijiji hivi vitatu, kwa maana ya kijiji cha Mwenge, kijiji cha Mgambo pamoja na kijiji cha Mkola, ambazo hiyo mipango kina sasa ndo imewezesha pia kuweza kuandalia hawa wananchi hati za haki miliki za kimila. Hii itasaidia kwanza kuimarisha usalama wa miliki zao, na hivyo kutokuwa na hofu wala mashaka juu ya ardhi wanazomiliki katika hayo maeneo. Lakini pili, inakuwa inawezesha sasa kuendelea na uhifadhi endelevu, kwa sababu kila mmoja atakuwa amejua mipaka yake. Watu wa hifadhi za misitu wanajua maeneo yao, lakini pia na wananchi wanafahamu maeneo yao.